Kutoka kambi ya Zamzam wametembea takriban kilomita 70 kwenda katika mji wa Tawila, huku wengi wao wakiwasili katika mji huo wakiwa na upungufu wa maji mwilini na baadhi ya watoto wakifariki dunia. Mkutano ulifanyika London umetoa wito wa usitishwaji wa moja kwa moja na wa haraka wa mapigano nchini Sudan. Nao Umoja wa Afrika umesema hautoruhusu nchi hiyo kugawika kati ya jeshi na wapiganaji wa RSF. Akizungumza na BBC, mkurugenzi mtendaji katika ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na huduma za miradi, George Moreira da Silva, ulikuwa ni wakati wa kuwa na mdahalo wa kweli miongoni mwa pande zinazozozana ili kumaliza vita hivyo. Shirika la madaktari wasio na mipaka limesema makumi kwa maelfu ya watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao kutoka katika kambi ya Zamzam wametembea takriban kilomita 70 kwenda katika mji wa Tawila, wengi wakiwasili katika mji huo wakiwa na upungufu wa maji mwilini na baadhi ya watoto wakiarifiwa kufariki dunia kutokana na kiu. Katika mkutano wa jana uliofanyika mjini London kuhusiana na Sudan, wito umetolewa wa usitishwaji wa moja kwa moja na wa haraka wa mapigano nchini humo. Nao Umoja wa Afrika umesema hautoruhusu nchi hiyo kugawika kati ya jeshi na wapiganaji wa RSF. Akizungumza na BBC kutokea Port Sudan, mkurugenzi mtendaji katika ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na huduma za miradi, George Moreira da Silva, amesema ulikuwa ni wakati wa kuwa na mdahalo wa kweli miongoni mwa pande zinazozozana ili kumaliza vita hivyo. Tunahitaji amani, lakini pia tunahitaji misaada ya kibinadamu itolewe kwa wingi na kwa haraka. Ni muhimu kupata njia nzuri ya mazungumzo, kuwa na mazungumzo ya kweli kwa pande zote ili kuweza kusitisha vita hivi, ili huenda ndio likawa janga kubwa la kibinadamu duniani. Wakati huo akizungumza mjini London katika mkutano huo wa kimataifa juu ya Sudan, mkuu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa Filippo Grandi ametahadharisha kutokea kwa majanga iwapo ulimwengu utaendelea kufumbia macho watu wa Sudan. Ni taarifa yake Halima Nyanza. Ufaransa inawafukuza maafisa 12 wa Algeria na kumrejesha balozi wake huko Algiers ili kutoa nafasi ya mjadala zaidi. Hatua hii inafuatia uamuzi wa Algeria kuwafukuza wafanyakazi 12 wa ubalozi mdogo wa Ufaransa katika mvutano unaozidi kuongezeka kidiplomasia. Uhusiano kati ya Ufaransa na Algeria, nchi ambayo Ufaransa iliitawala awali, ulidorora sana mwaka wa jana wakati Ufaransa iliposimama upande wa Morocco kuhusu eneo la Sahara Magharibi ambalo linagombewa. Beldini Waliaula anaarifu zaidi. Ufaransa imesema itawatimua raia 12 wanaofanya kazi katika ubalozi wa Algeria nchini Ufaransa na kumuondoa balozi wa Ufaransa nchini Algeria. Hatua hii imeafikiwa baada ya Algeria kulalamikia hatua ya Ufaransa kumzuilia raia mmoja wa Algeria ambaye anakisiwa kuhusika katika utekaji nyara wa mwanaharakati mkuu anayepinga serikali ya Algeria, Amir Bouhous, mjini Paris. Amir mwenye umri wa miaka 41 amekuwa mkosoaji mkuu wa serikali ya Algeria na ana zaidi ya wafuasi milioni 1 kwenye mitandao ya kijamii. Mwanaharakati huyo alikuwa amekimbilia Ufaransa na kupewa hifadhi nchini humo. Baadaye Ufaransa ilitoa taarifa ya kuwa Algeria imewatimua raia wake 12 wanaofanya kazi katika ubalozi wa Ufaransa nchini Algeria. Algeria inamkashifu mwanaharakati huyo maarufu kushirikiana na makundi ya kigaidi na hata kutoa waranti 9 za kimataifa za kumkamata, madai ambayo mwanaharakati huyo amekanusha, na Ufaransa ilikataa kumsafirisha mwanaharakati huyo na kumrejesha Algeria, hatua ambayo ilisababisha kuongezeka kwa mzozo baina ya mataifa hayo mawili ya Algeria na Ufaransa. Uhusiano kati ya taifa la Ufaransa ambayo ilikuwa mkoloni wa taifa la Algeria imezidi kudorora baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mwaka jana kuunga mkono msimamo wa Morocco dhidi ya ule wa Algeria kuhusu eneo linalozozaniwa la Western Sahara au Sahara Magharibi. Mwanamuziki nchini Uganda aliyegeuka kuwa kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine anasema bado ana umuhimu kwa vijana wa Uganda, huku akiapa kugombea tena dhidi ya Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi wa urais wa mwaka ujao. Rais Museveni mwenyewe amedumu madarakani tangu mwaka 1986 na kuwa miongoni mwa viongozi waliodumu madarakani kwa muda mrefu zaidi duniani. Bobi Wine anajiweka katika nafasi ya sauti ya kizazi kipya kinachotamani mabadiliko, akidai kuwa taasisi za serikali ya Uganda zimejaa ufisadi. Serikali inakanusha madai hayo ikisema kwamba inachunguza kikamilifu kesi za ufisadi na imewahukumu mamia ya watu mashuhuri nchini humo.
Bobi Wine anaanza kueleza jinsi hali ilivyo nchini mwake kwa nafasi yake ya kuwa kiongozi wa upinzani. Tough, I would say, and gets tougher by the years being in the opposition in Uganda. Ni ngumu na hali inazidi kuwa ngumu ukiwa upande wa upinzani nchini Uganda, kwani utachukuliwa kama wewe ni gaidi. Unajua Uganda inatawaliwa na Jenerali Museveni ambaye ameongoza kwa takriban miaka 40, na kupinga mamlaka yake ni kama kupinga jeshi la Uganda. Kumpinga Museveni ni kama huenda kinyume na taasisi zote za serikali ya Uganda. Museveni is being against every institution of state. Wakati hayo yakijiri, kumekuwa na mabadiliko ya kikatiba nchini Uganda, ikiwemo miaka ambayo rais anapaswa kuhudumu na mihula ya kuongoza. Kikomo cha umri wa kugombea urais kimeondolewa. Sasa je, Bobi Wine atawania tena urais katika uchaguzi unaokuja mwakani? Ana majibu haya. These are two questions in one. Hayo ni maswali mawili kwa moja. Mambo mengi yamekuwa yakibadilika katika katiba yetu, ila mabadiliko haya hayajakuwa yakifanywa katika uboreshwaji wa Uganda kama taifa na utawala wake, ila imekuwa kama mbinu ya kumongezea Museveni muda madarakani. Mwaka wa 2005 alibadilisha katiba na kuondoa mihula inayofaa rais kuongoza. Yeye amekuwa akibadilisha katiba kwa manufaa yake. Je, nina mipango ya kushindana naye katika uchaguzi? Ndio nimesema hili, nimejitolea kwa timu yangu. Kama bado naamini naweza kushindana na Museveni tena, basi niko tayari. That I can lead them to challenge General Museveni again. I'm available. Kiongozi kijana upande wa upinzani nchini Uganda, Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine, amekuwa maarufu katika ulingo wa siasa nchini humo kwa muda sasa. Je, bado ni maarufu miongoni mwa vijana nchini Uganda? Mwenyewe anajibu. Like I said, it is not just me. Kama nilivyosema, sio mimi tu. Swali linafaa kuwa iwapo mawazo na maoni nilionayo bado yana umuhimu na yanaendana na vijana wa Uganda, bado yako na umuhimu, kwani nazungumzia uhalisia wa vijana wa Uganda, kwani nawasilisha chaguo tofauti katika hali tunaoishi ndani kwa sasa. Sijawasilisha kama mtu anayejua sana ama mtu aliyehitimu sana, ila najiwasilisha kama mtu aliyejitolea kupambana na uhalisia. Tunaona kwa sasa uhalisia wa kuwa ufisadi umeua taifa letu na umesitisha maendeleo. Corruption has sunk our country and has stalled our development. Ni Robert Chagulanyi Sentamu maarufu kama Bobi Wine, kiongozi wa upinzani nchini Uganda. Na asante sana Regina. Ni kwamba kwenye michuano ya mabingwa Ulaya hatua ya nusu finali ambayo inatarajiwa kupigwa Aprili 29 katika mkondo wa kwanza, klabu ya PSG ya Ufaransa itakabiliana dhidi ya mshindi wa mchezo leo wa hatua ya robo finali kati ya Arsenal na Real Madrid, huku Barcelona wao pia wakimsubiri mshindi wa mchezo kati ya Bayern Munich na Inter Milan. PSG wao wamesonga mbele kwa idadi kubwa ya mabao 5-4, uwiano sawa huu, kwa maana alama ni 3-3 dhidi ya Aston Villa, licha ya Villa kushinda bao 3-2 katika mchezo wao wa jana, huku Barcelona wao pia ukitinga nusu finali kwa idadi ya magoli 5-3, ambapo mchezo wao wa kwanza walishinda bao 4-0. Wakati huo nyota wa klabu ya soka Real Madrid Jude Bellingham amesema kwamba anaamini kuwa mechi yao ya leo wanaweza kubadilisha matokeo. Vijana wa Kiswahili wao wanasema kupindua meza, kwa maana katika finali ya michuano hiyo itapigwa tarehe 31 ya mwezi Mei, na ligi kuu ya soka England pia leo hii kutoka kuna mchezo mmoja pekee ambapo Newcastle United wanawakaribisha Crystal Palace. Katika tennis kimataifa, mchezaji nambari 3 kwa ubora kutoka Uingereza Cameron Norrie ametolewa kwenye mashindano ya wazi ya Barcelona katika raundi ya kwanza kwenye michuano hiyo, huku akijiandaa pia kwa ajili ya kushiriki mashindano mengine ya wazi ya Ufaransa mwezi huu wa Aprili. Norrie kwa sasa anashika nafasi ya 88 katika viwango vya ubora duniani. Amepoteza mchezo wake kwa seti 6-7, 3-7, 6-4, 6-3 dhidi ya Karen Khachanov ambaye anashika nafasi ya 27 kutoka taifa la Urusi. Kwingineko kwenye mbio za kuendesha baiskeli, mtu mmoja ambaye alifanya kosa la kumtemea mate mwendesha baiskeli Matthew Van der Poel wa Uholanzi wakati wa mashindano ya Saxo Bank Classic mwezi uliopita amekamatwa na kutozwa faini, ni kwa mujibu wa taarifa za jeshi la polisi kutoka pale nchini Ubelgiji. Van der Poel ambaye alishinda mbio hizo tarehe 28 mwezi Machi alitemewa mate katika jiji la East Flanders la Lons, huku akiongoza mbio hizo zikiwa zimesalia takriban kilomita 30. Ofisi ya mwendesha mashtaka ya umma ya East Flanders ameiambia BBC kitengo cha michezo kwamba mhalifu huyo ambaye
alikiri kumtemea mate Van de Poel na atalazimika sasa kulipa faini ya pauni 300 ikiwa sawa na euro 350. Kwa kutimisha, tunarejea katika soka ni kwamba mshambuliaji wa klabu ya Manchester United huyo ni Joshua Zirkzee atakuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu. Ni kutokana na jeraha la misuli ya paja ambalo linaweza kumfanya akose kucheza mechi zake zote zilizosalia kumaliza msimu wa mwaka huu. Mchezaji huyo kimataifa wa Uholanzi miaka 23 alipata jeraha hili Jumapili wakati akicheza dhidi ya Newcastle United na atakosa pia mchezo wa ligi ya Europa dhidi ya Lyon. Na hitimisha dondoo za kimichezo. Asante kwa